kwamba tamasha limefana kuanzia kwenye organization yake, limefana kuanzia kwenye mpangilio wa mkoa kupokea hii tamasha, kwa sababu unaweza ukaona Mzize peke yake kafanya, lakini nyuma ya Mzize kuna watu wengi wameweka nguvu yao. Nilikuwa nimekaa pale jukwaa kuu na mkuu wa mkoa wa Iringa akawa amenieleza jitihada ambayo serikali ya mkoa pia imefanya kuhakikisha tamasha hili linatokea. Kwa hiyo mkoa, serikali imefanya kazi yake, lakini pia sponsors mbalimbali. Tamasha hili na sponsors nimeona kama 7-8 hivi. Tafsiri yake ni kwamba sponsors walimpokea Mzize, walipokea project na akawa wako tayari kuisupport. La mwisho ni support ya mashabiki. Yaani sponsor wangekuwepo, serikali ingeweka nguvu, kila kitu ingekuwa sawa, alafu uwanja ukawa mweupe, tamasha lisingekuwa na maana yote. Kwa hiyo tupongeze sana pia mashabiki wa mpira hapa Iringa, wameuheshimisha leo mkoa wao. Tamasha limekuwa zuri, tamasha limekuwa bora. Wachezaji ambao pia wamekuja wenyewe wanazungumza kwamba inakuwaje mkoa huu hauna timu ya ligi kuu, kwa sababu wanazunguka kwenye ligi, wanacheza mechi mbalimbali, lakini leo wame experience vibe tofauti na wamekuwa na mshangao, imekuwaje Iringa. Mimi niambia Max hapa, Mwana Kibuta ambao ndo mara ya kwanza nafika, wanasema inakuwaje Iringa hakuna timu ya ligi. Yaani wanatamani kwamba wangerudi tena kucheza hapa kwa sababu ya mwamko mashabiki ambao wameonyesha. Kwa hiyo 100 tamasha la leo. Bwana Alikamwe, kuna mengi ya kuzungumza naye kwa sababu kuna safari nyingine kuelekea Tanga. Yanga imetambusha kocha. Kwanza niwapongeze waandishi wa habari. Mmesafiri kutoka mbali kuja kumuunga mkono Mzize, mmekuwa na matamasha mengi, mmeunganisha, mjipumzika. Bila nyie kuhabarisha umma, hata wa sponsors singeona thamani hili jambo. Kwa hiyo niwatie moyo. Haya matamasha yanayofanyika haya, ukiangalia kiini chake ni jambo la thawabu tu. Yaani watu wanacheza mpira kwa ajili ya fedha kupatikana kwenda kusaidia jamii. Kuna wagonjwa wako hospitalini, kuna watoto yatima wapo kwenye vituo wanahitaji huduma. Kwa hiyo nyie pia mna play part yenu. Mnaweza msipate chochote leo in terms of hela, lakini kesho akhera inshallah Mwenyezi Mungu atakumbuka pia kazi ambayo mmeifanya ya kutangazia watu tamasha hili, na kuna vijana, kuna wagonjwa ambao kesho kwa umati uliojaa leo watakwenda kupata nafuu na faraja kwenye maisha yao. Klabu ya Yanga imetangaza kikocha wake mpya. Watu wa Iringa wanapata tatizo kutamka lile jina. Tusaidie. Hebu litamke. Sasa lile jina, mimi nimetoka kucheza mpira, nishachoka. Huwezi kuitamka kama ushachoka kama mimi hivi. Cha msingi tu waandishi kuwasaidia. Semeni kocha wa Yanga tawaelewa. Umekuwa na matamasha mengi na umekuwa ukiyasupport kwa namna moja ama nyingine. Ni kitu gani ambacho kinakusukuma wewe kuwepo katika kila matamasha, kama si hali basi mali, kuweza kusupport? Kaka, nimekwambia mara ya kwanza nashiriki matamasha haya ilikuwa ni Wape Tabasamu Morogoro, na kesho yake tulikwenda mahospitalini kuwaona wagonjwa ambao walikuwa tabasamu baada ya kuona mchango wa wachezaji wanaowaletea vitanda. Kuna ambao walikuwa wanahitaji zile nini za kutembelea vilema, kuna huduma nini na nini. Ilinigusa na nikajiapiza kwamba kwenye kila mahala ambako wachezaji wataweka jitihada kwa ajili ya kusaidia jamii, na mimi nitaweka mchango wangu, hata kama ni mdogo, na mimi nitaweka mchango wangu uweze kufanikiwa. Kwa mfano Kilimanjaro hatujafanya mwaka huu, bad luck, na sipata fursa ya kuambia wana Kilimanjaro leo kumekuwa na mechi kule. Hivi meishaje ile mechi yetu kwanza? Timu yetu ya polisi ambayo inatumia uwanja wa ushirika ilikuwa na mechi ya playoff na Prison leo. Kapasuka ni kama pai. Najua hizo goli haziwezi kuwa chini ya 2. Zitakuwa zimeendelea hapo na zaidi. Tulikubaliana wamecheza leo, uwanja ukao uko bize. Na kuanzia kesho BTI inaanza vioni. Nafikiri mnajua, si ndio? Kwa tarehe ambayo tulipangiwa ya pili tarehe 18. Kwa ratiba itoka ya bodi ya ligi tarehe 18 timu nyingi zitakuwa zimeshaanza kurejea kwenye pre-season zake. Kwa hiyo tukasema tuhairishe mwaka huu, na nikamwambia Mzize inabidi tarehe 12 nisikae bure, nije niwasupport, nije niwape nguvu kwa ajili ya kutoa tena ule mchango mwingine ambao jamii inahitaji. Ali Shabani Kamwe, wewe ni mwanamichezo kwenye mpira kwa muda mrefu sana. Msimu umetamatika na Yanga ni bingwa. Naomba uniambie kikosi chako bora kwanza kwa 11 ambao umeona kwenye msimu pasi kuweka ushabiki wako. Kikosi bora? Kikosi bora ni kile cha Yanga chote. Bana, nitumie fursa hii pia kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, timu yetu ya Yanga ya under 13 imechukua ubingwa leo wa ligi ya vijana chini ya 13. Makofi. Kwa hiyo siku ya Jumatano tutafanya paredi la watoto. Ni paredi toto linaitwa, tutaanzia pale makao makuu,
tutaenda kwenye viwanja vya Muhimbili ambako ndiko wanafanyia mazoezi, na tutakuwa na sherehe pale ya kuwapongeza watoto wetu. Tutapiga paredi la ubingwa na tutapika pilau pale. Kwa hiyo ndugu jamaa, marafiki, mashabiki wa Yanga, Jumatano inshallah njooni kwa wingi viwanja vya Muhimbili tushiriki kwenye paredi na sherehe la ubingwa. Wale watoto wanataka tuwarithishe hiyo damu ya kushinda na kusherehekea na kufanya paredi kuanzia wadogo. Peleka salamu zetu kwa Mangoba Nwi. Kwa nani? Mangoba Nwi. Wewe unafundisha nani? Mimi Mzulu. Wewe Mzulu? Bwana, washike mkono season 1 imetamatika uwanja wa CCM Samora hapa Iringa. Clement Mzize, wewe ndiye ambaye umesimamia zoezi zima. Mwitikio wa wana Iringa na Tanzania umekuwa kitu gani leo hapa? Kiukweli kwanza na furaha sana ndugu yangu, yaani na furaha kitu ambacho nilikitarajia na matokeo ambayo nimeyapata kiukweli ni matokeo mazuri. Watu wamejitokeza kwa wingi, wameitikia wito na mimi kama ndugu yao wameonyesha nia nzuri ya kuja kunisupport na nawashukuru sana wana Iringa. Kiukweli niliwaambia hii ni ya kwao na kweli wameifanya ya kwao. Kwa hiyo nawashukuru na nawaambia wawe na moyo huo huo, hata siku nyingine tukianzisha tamasha kama hili basi waweze kujitokeza. Naamini huu ni mwanzo na mengine mazuri yanakuja. Wachezaji nyota kutoka maeneo mbalimbali wako hapa, wasemaji kama Alikama yuko hapa, kwa ujio wao hapa wewe unaweza kuambia nini ambao ni rafiki zako hao? Kiukweli nawashukuru kwa sababu wamenisupport kwa asilimia kubwa sana. Unajua kumpata kama kipindi hiki cha likizo watu wengi wana mambo yao, lakini wameacha mambo yao, wameamua kuja kunisupport. Kwa hiyo nawashukuru sana na mshukuru msemaji hapa amenionyesha ushirikiano mkubwa sana, na mshukuru na aendelee na moyo huo huo. Yes, nashukuru. Yani kiukweli nikisema ni washukuru watu nitashukuru watu wengi kwa sababu ni watu wengi wameweza kunisaidia mpaka hapa tulipofika, na nashukuru watu wamelisikia na wamejitokeza na wameweza kutusupport. Uwanja ulikuwa mdogo huu, walitokea watu wengi sana hapa. Ujio watu wengi namna inakupa deni gani kuelekea season 2 wa mwakani? Kiukweli na deni kubwa kwa sababu kama huu ni mwanzo na watu wameitikia hivyo, basi naamini mwanzo umekuwa mzuri na naamini na muendelezo pia utakuwa mzuri zaidi. Kwa hiyo tuombe tu hata nyinyi waandishi wa habari muweze kutusupport kama hivyo, kwa sababu nyinyi mkiposti majambo yetu naamini mnatupeleka mbali sana. Kwa tuwashukuru sana pia na nyinyi muendelee kuwa na moyo huo huo. Naona wengine wanatetemeka hapa kwa ajili ya baridi kwa sababu wamezoea Dar es Salaam joto, lakini mmeweza kufika ili kutusupport, kutushika mkono kwenye jambo letu. Kwa hiyo pia kwenu pia niwape big up sana. Baadhi ya wana Iringa walikuwa wanauliza bwana, tumuone Mzize uwanjani, bwana Mzize uwanjani. Wewe umetoka kwenye majeraha, kwa mpaka sasa upo kwenye hali gani? Kiukweli mimi naendelea vizuri, lakini tamasha kama hili nitamani na mimi niwepo nicheze, lakini kama unavyojua niko kwenye uangalizi wa madokta. Kwa hiyo madokta wakasema una uwezo tu wa kushiriki, lakini kwa sasa hivi usishiriki kucheza, utakuwepo tu pale, lakini wao ndio wamenifanya nisicheze na wameniambia vitu ambavyo vinanifanya nisicheze kwa sababu wanahitaji niwe imara zaidi kuliko naweza nikarudi nikacheza na nikatonesha jeraha ambalo nimetibiwa. Kwa hiyo nimewasikiliza na nasema nawashukuru kwa sababu laiti wasingeniambia maneno inawezekana mimi ningejiona nimepona na ningeingia uwanjani. Kwa hiyo nawaheshimu na nawaambia asante kwa mawazo yao kwa sababu wananisupport pakubwa sana. Asante sana. Mzize, inaonekana umati umekuwa ni mkubwa sana leo na ni kama vile wana Iringa wanahitaji timu hata moja pale ligi kuu ili wao wanaweza kuenjoy NBC Premier League. Unalipi la kuambia uongozi wa Iringa kutokana na umati ambao umetokea hii leo? Naamini mkoa wa Iringa umeona watu wana kiu kiasi gani kuenjoy football. Kwa hiyo naongea tena kwa sababu nishaongea hapo before kwa tuone mkoa wetu wa Iringa nao unapata ligi kuu ili waweze watu kuenjoy, kwa sababu leo wenyewe wamejionea, watu wamejitokeza kwa wingi na wanawapa ujumbe pia kwa sisi haya mashindano tunayataka katika mkoa wetu wa Iringa. Kwa hiyo naamini wameona, naamini watalifanyia kazi ili katika mkoa wetu tuweze kufanya vizuri zaidi. Asante. Shukrani. Bwana Oscar kwanza. Sawa. Bwana Sikia ndani tuache. Tupo sawa. Bwana Oscar, ongera kwanza. Matika na tamasha pia limekuwa la kifani sana. Kwa maneno machache, umepata ujumbe gani na umejisikiaje baada ya kuona umati wa namna hiyo ukijitokeza kuja kwa support? Kiukweli kwanza hatukutegemea hichi kitu kwa kweli. Yaani wakati tunaanzisha hatukufikiria kama mwitikio wa watu utakuwa mkubwa kiasi hiki. Na hii hapa inaonyesha ni kwamba Iringa watu wana kiu kiasi gani ya kuwa na timu at least inayocheza mashindano makubwa. Kwa hiyo kiukweli niwapongeze hawa mashabiki waliojitokeza na nawashukuru sana, lakini pia hata nyinyi waandishi wa habari nawashukuru sana kwa sababu
mmefanya hichi kitu kimefanyika kwa ukubwa sana. Nadhani bila nyie watu wasingepata taarifa na tusingefanikiwa kuujaza uwanja. Kwa asanteni sana kwa support. Upo nje ya nchi mcheza football na umeonyesha kiwango kikubwa sana hapa leo. Vipi, hakuna timu ya Tanzania ambayo imeonyeshwa kuvutiwa na uwezo wako na kuhitaji kusaidia? Timu zipo, lakini sometimes mpira ni maslahi, tunaangalia nje na huku kwa sababu hii ni kazi kama kazi. Kwa hiyo hata kwa sasa hapa kama timu tutakuwepo na kuna baadhi zipo ndio, lakini tutaangalia maslahi. Kwa kama unavyojua tupo sehemu yoyote kwa sababu ya kazi na ili tuendeleze maisha kupitia kipaji. Kwa hiyo tayari kucheza bonge kitu kidili nzuri, si ndio? Niko tayari kutokea timu nzuri ambayo sio timu nzuri yenye maslahi mazuri ambayo tutafika maslahi mazuri. Niko tayari. Mzize ni rafiki yako namna gani Mzize? Mzize mimi ni rafiki yangu kwa muda mrefu na nimecheza naye tangu hapa kulikuwa kuna timu ambayo inaitwa Iringa United. Nimecheza naye kipindi cha kwa daraja la pili. Baada hapo mimi nimeenda Zanzibar, mwenzangu akaendelea na mambo mengine mpaka akafika hapa. Bwana shukrani sana kukuchosha bwana. Swali la msingi hajaulizwa hiyo. Swali la msingi kabisa ni kwamba leo mmeshonwa. Unaonaje kuelekea msimu ujao? Utajipangaje ili hizi dhihaka zisije tena kurudia? Nadhani pamoja na yote mimi sijazingatia kuhusu matokeo. Kitu cha kwanza ambacho nimezingatia ni kuhusu wachezaji. Sawa. Hapa Iringa tuna wachezaji wengi na tuna vipaji vingi. Huyu mwenyewe ameona tuna vipaji vingi. Lakini issue ni kwamba hawajacheza kwenye mfumo kwa muda mrefu. Yaani mpira wa kufundishwa au maelekezo kwa muda mrefu. Kwa hiyo tofauti umeonekana kwamba yupi anacheza mpira wa kufundishwa na yupi ambaye hivyo. Kwa hiyo kwamba sio kwamba watu hawana kipaji, vipaji vipo. Na mimi sijajali kwamba sio kwa sababu tumefungwa. Ila nilichofurahi ni kuona nimewapa nafasi vijana wenzangu wa hapa Iringa ambao nimecheza nao na mmeona vipaji vipo. Niko na uwezo wa kuleta wachezaji wengi professional, lakini kwa sababu najua hii ni kwa sababu ya kufanya charity, basi tuwashike mkono hata wale ambao wamepoteza chance ya nini ya opportunity ya kuonyesha kipaji chao. Kwa hiyo mimi binafsi nimefurahi kuona wanangu wameenjoy na wameonyesha walichonacho. Kwa lugha rahisi unasema kwamba ubora umewahukumu. Hapana, sio ubora. Wewe mwenyewe unaangalia mpira, refa mwenyewe magoli gani tumefungwa wale kwanza. Nimefunga goli wanasema offside gani. Lakini hivyo sizingatii hivyo, kama nilivyosema mimi nazingatia tu kwamba wanangu wameenjoy na wameonyesha walichonacho, kwa sababu huwezi jua huku juu kulikuwa kuna nani anamwangalia. Kwa hiyo mimi nimeenjoy wanangu wamecheza. Ila next time naamini yani hapa mtakuja mshuhudie. Mpe neno Alikamwe. Huyu kwanza nimefurahi uwepo wake. Hilo nimefurahi uwepo wake, lakini hizi mbwembwe anazozileta yeye mwenyewe ameona ni kwamba wachezaji wangu kwamba hawajacheza tu professional kwa muda mrefu, lakini naamini next time nitaleta ma professional na atakaa kimya. Asante sana. Bwana Ali Shabani.